Na kusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, leo ikiwa ni Aprili 19 ya mwaka wa 2026. Mada ya leo inasema mkuu mbele za Mungu, iliyojengeka katika kitabu cha Injili kama ilivyoandikwa na Luka sura ya 16 aya 10, ambapo neno la Mungu linasema, aliye mwaminifu katika lililo dogo sana huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia, na aliye dhalimu katika lililo dogo huwa dhalimu katika lililo kubwa pia. Tuombe. Baba yetu mtakatifu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Asante kwa ajili ya nafasi hii uliyotupatia watoto wako wa kiume na wa kike. Tujifunze miguuni pako, tujifunze kweli za mbingu. Asante kwa ajili ya somo la leo. Tunaenda kujifunza kweli kuu ambazo ungetamani tujifunze siku ya leo. Nasi tusaidie tuwe waaminifu, tusaidie tukawe watoto wako katika tabia zetu. Enda nasi siku ya leo ukitutakasa na kutuongoza katika jina la Yesu, amina. Maisha hayajengwi na mambo makubwa pekee. Ni mambo madogo ambayo hufanya jumla ya furaha au maumivu maishani. Ni mambo madogo maishani ambayo huonesha tabia halisi ya mtu. Laiti kama vijana na wale walio watu wazima wangeona kama nilivyoona kioo cha maisha ya mtu yakiwasilishwa mbele yao, wangeyachukulia kwa uzito zaidi hata majukumu madogo ya maisha. Kila kosa, kila kasoro, hata yachukuliwe kutokuwa ya muhimu, huacha kovu katika maisha haya na doa katika makala za mbinguni. Maisha yamejawa na majukumu ambayo hayakubaliki, lakini majukumu haya yote yasiyopendeza yatafanywa kukubalika kwa utendaji wa furaha kwa sababu ni sahihi. Kupenda majukumu ambayo lazima mtu ayafanye na kujitahidi kuyatimiza kwa moyo wote kutafanya majukumu yasiyopendwa zaidi kupendwa. Kuna wengi ambao hawayathamini matukio madogo maishani, matendo ambayo yanapaswa kufanyika siku kwa siku, lakini haya hayapaswi kukadiriwa kuwa madogo, maana kila tendo hudhihirisha ama kubariki au kudhuru mtu fulani. Kila tendo hufunua kisa chake, linabeba historia yake hadi kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Linajulikana kama lipo upande sahihi au upande usio sahihi. Ni katika kutenda tu kwa kupatana na kanuni za neno la Mungu katika shughuli ndogo za maisha ndipo tunajiweka kwenye upande ulio sahihi. Tunajaribiwa na kutahiniwa na matukio haya madogo, na tabia zetu zitapimwa kulingana na matendo yetu yatakavyokuwa. Ni kwa kuwa na uangalifu makini kwa kile ambacho ulimwengu unaita vitu vidogo, ambako huleta furaha kuu na mafanikio maishani. Matendo madogo ya upendo, maneno machache ya utu wema, matendo madogo ya kujikana nafsi, utumiaji bora wa fursa, ukuzaji wa bidii wa talanta ndogo, hufanya watu kuwa wakuu machoni pa Mungu. Hii ni Aprili 19 ya mwaka wa 2026, tukiangazia mada isemayo mkuu mbele za Mungu. Na kwa nukta hiyo, mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.
yanayotenda Bwana kweli yanyenyekeza. Tunao ushuhuda leo kuwaletea, mioyo iko tayari, hakika tutasema, japo ni ngumu sana kueleza kwa kina anayotenda Bwana kweli yanyenyekeza. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Yesu, wewe uliamua kutupa fursa hii adhimu ambayo wengi wamekosa. Tunanyenyekezwa, wengine hatukuyaomba, Bwana wewe uliyatenda, twakutukuza. Haleluya, haleluya, amen. Yesu, wewe uliamua kutupa fursa hii adhimu ambayo wengi wamekosa. Tunanyenyekezwa, wengine hatukuyaomba, Bwana wewe uliyatenda, twakutukuza. Haleluya, haleluya, amen. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa.